Waislamu walikuwa kundi moja katika zama za Abu Bakar na Umar na Uthman mpaka mwishoni mwa utawala wa Uthman, na sisi tunasema hapo mwishoni mwa utawala wa Uthman ndipo palipoanza kutokea mpasuko. Kwa nini kulitokea mpasuko katika sehemu hiyo? Tukitaka kujua kwa nini, ni lazima tufahamu jambo la kihistoria moja kubwa ambalo lilijitokeza katikati ya utawala wa Uthman radhiallahu anhu. Alijitokeza mtu mmoja Myahudi akiitwa Abdullah ibn Saba al-Himyari. Abdullah ibn Saba al-Himyari. Katika nukta hii naomba mwe makini, tuwe makini kabisa. Mimi nitajitahidi kuzungumza kwa kadri ya uwezo wangu na ufahamu wangu ambao Allah tabaraka wa taala amejalia, na vile nilivyokuwa nimejitafiti na kulifuatilia swala hili, na nyinyi mwe makini kabisa katika kudhibiti nukta na ufafanuzi nitakaotoa. Myahudi huyu Abdullah ibn Saba ni mtu aliyekuwepo kwa hakika kiuhalisia hasa. Aliwahi kuja mtu huyu katika zama za Uthman, katikati ya ukhalifa wake au mwishoni kidogo, akitokea sehemu za Yemen. Na haya ya kuwa huyu bwana alikuwepo kwa hakika hasa na athari yake ikajitokeza ni mambo ambayo yamethibitishwa na vitabu vya habari kwa riwaya safi zenye kutegemewa, na athari yake ilionekana na mpaka leo bado inaonekana. Mimi nafahamu kwamba Mashia wa sasa na humu mwetu hawamkubali mtu huyu, wanampinga kabisa, wanakanusha kwamba si kweli, hakukuwepo mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Huyu ni mtu wa kutengenezwa. Ahli sunna wamemtengeneza mtu huyu, lengo lao ni kuwatia aibu Mashia, lakini hakukuwepo na mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Mashia wanasema namna hiyo. Tena wanazungumza kwa kujiamini na wanazungumza kwa ukali kabisa, na wanamhesabu yule alimtaja mtu huyu kama mchochezi, anakuja kuchochea watu, mtu asiye na ufahamu, asiyejua historia. Yani wanaweka katika namna fulani hivi, na mara nyingine wasimkebeni hasa. Lakini tunakusema kwamba kwa mujibu wa utafiti wa kielimu, Abdullah ibn Saba alikuwepo, na maulama wa Mashia wote tangu hapo zamani waliotaja, walioandika katika vitabu vya historia pamoja na vitabu vya mambo ya firaq, makundi, wamemtaja mtu huyu na wametaja riwaya zilizokuja kutoka kwake zinazomzungumzia yeye. Na wafahamu mimi kwa mwanzo kabisa kupinga juu ya kuwepo mtu huyu ni mshia mmoja akiitwa Murtaza al-Askari. Murtaza al-Askari katika kitabu chake Abdullah ibn Saba wa Asatiru Ukhra, kimeandikwa kwa Kiswahili, kimechapishwa na Al-Itra Foundation, wanamuita Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Anakanusha kwamba huyu mtu hakuwepo. Pia akafuatiwa na waandishi wengine kina Abul Qasim al-Khoi, utaona kama athibitisha, alafu anakwenda kwa Murtaza al-Askari. Pia mwenye aslu Shia na usuluha alijaribu kumtaja, na kama kuthibitisha kuwepo, mara anarudi kule kwa Murtaza al-Askari na yale aliyosema. Lakini uhakika wa kihistoria na yale madai wanayoleta kumpinga mtu huyo ni madai dhaifu kabisa ambayo huwezi kuyategemea juu yake. Nitatoa maelezo katika haya. nitaanza na maelezo ya Ibn Hazm kwanza, alafu nitakuja kwa maulama wa Shia. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala anasema thumma waliya Uthman wa baqiya 12 عاما
وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافض. kisha alitawala Uthmani akatawala kwa muda wa miaka 12, na kwa sababu ya kifo chake pakapatikana ikhtilafu na likaanza jambo la mashia. Uthmani radhiallahu anhu alikuwa ni mtawala baada ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Alipotawala Uthmani mambo yalikuwa yanakwenda vizuri, jihad, futuhat islamia na Uislamu na da'wa unakwenda vizuri, hakuna mizozo, mpaka ulipofika katikati ya miaka 6-7 hivi katika utawala wake akaja huyu bwana anaitwa Abdullah ibn Saba kutoka Yemen. Akapita katika baadhi ya miji, lakini alifika Madina pia. Alikuwa ana fikra fulani akizipenyeza kwa watu ambazo tutasoma kwenye baadhi ya vitabu vya Shia. Ikawa Madina kutokana na mazingira yake dawa yake haikuweza kufaulu, sababu Madina ilikuwa masahaba bado wapo, watu wana ilmu, masahaba wengi walikuwa wamekusanyika katika mji wa Madina, na kwa hiyo wanafunzi wao walikuwepo pale, ni watu ambao wanaoelewa katika dini. Hakupata soko, akaondoka katika sehemu nyingine, akapita katika baadhi ya miji Basra, Kufa na wapi, Sham, lakini pia alikwenda mpaka Misri, alikwenda Misri, akakaa Misri na akawa anadhihirisha uchamungu. Katika maneno alikuwa anayozungumza, kwanza alikuwa akifanya tani na kimtukana na kimkosoa Uthman radhiyallahu anhu wa ardah, akimkosoa Uthman na utawala wake, na kuna baadhi ya mambo ambayo yeye alikuwa akishikilia, angalia Uthman kafanya hivi, awapendelea ndugu zake madaraka. Sitaki kuzungumzia mambo haya, lakini akawa anaingiza uchochezi katika safu, bali hata ilipatikana kwamba ilifanyika tazwiri maana foja, alifoji baadhi ya barua na baadhi ya wafuasi wake wakamsaidia katika kazi hiyo ya kuuzulu na kuweka baadhi ya watawala, mgawanyo wa mali na vitu kama hivyo. Haya alikuwa akiyafanya, au wafuasi wake pia walikuwa wakiyafanya, mpaka watu wa Misri wakawa wamemchukia Uthman. Ikiwa ilipokwenda Allah kukadiria Uthman akauawa kwa fitna zilizofanywa na Abdullah ibn Saba. Na hapo tutakafahamu kwamba masahaba walikuwepo, lakini idadi ya wasiokuwa masahaba na watu wageni walioingia katika Uislamu ilikuwa ni kubwa sana, na wengi katika wao walikuwa ufahamu wao juu ya Uislamu, wengi wao walikuwa bado haujakuwa sawa sawa ukilinganisha na masahaba waliotangulia waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zile propaganda zikawa zinawaathiri baadhi yao, jambo ambalo lileta ukorofi katika safu ya Uislamu mpaka kufikia kuuawa Uthman. Na hii ni mada nyingine mbali inayotaka masiku ya kuzungumzia. Uthman akauawa, pakatokea mchafuko katika safu ya Uislamu, akachaguliwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wauaji wakakimbia katika jeshi la Ali bin Abi Talib, katika himaya ya Ali bin Abi Talib. Ali alikuwa kufa, wao wakajiingiza kule. Bani Umayya akiwa Muawiya wakataka lazima walipe kisasi, kwa kuwa wale waliwaua walimuua Uthman wakamatwa, na ndio wao watakubali kwamba khalifa ni Ali bin Abi Talib, na sivyo hawamtambui. Wakatokea mvutano huku na kule. Almuhimu Abdullah ibn Saba akajidhihirisha katika wakati ule, ikawa sasa siku mtukana Uthman radhiallahu anhu, ikawa anamtukana Abu Bakar na Umar na Uthman, makhalifa wote watatu. Na pia akawa anadai kwamba khalifa mstahiki anayestahiki nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib, ama wengine wote waliobaki ni madhalim. Hali ikienda namna hiyo, pia msimamo ukabadilika, ukaongezeka zaidi, ukawa ni mkali, wakaitakidi kwamba Ali bin Abi Talib ni Mungu. Sasa nimeeleza haya maelezo, lakini sitasema maelezo matupu ikawa kama story tu ambayo mtu anaweza kueleza. Mimi nataka nifunge maelezo yangu kwa uthibitisho wa yaliyomo katika vitabu vya Shia Ithna Ashariya. Hapa na kitabu cha Biharul Anwar. Hiki kitabu kinaitwa Biharul Anwar, الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. bahari za nuru zilizokusanya lulu za habari za maimamu wataharifu. Kitabu hiki kimeandikwa na Muhammad Baqir al-Majlisi
mmoja katika maulama wakubwa wa Shia. Hiki kitabu katika volume 110. Hii nilionayo hapa pana juzuu ya 23, 24, 25, 26 na 27 katika mjalladi mmoja wa 5. Kitabu hiki kimechapishwa Iran, Qum, kama kilivyoandikwa katika Iran, Qum al-Muqaddasa, Qum takatifu, kama kile kitabu kitabu hapa Usul al-Kafi. Ibara katika maelezo yake hapa napotaka kusoma ni ukurasa wa 478 mpaka ukurasa wa 479. Anasema ametaja riwaya an Abi Ja'far kutoka kwa Abu Ja'far anna Abdullah ibn Sabai, sikilizeni mtu, kwamba Abdullah ibn Saba كان يدعي النبوة. ابن سبا alikuwa akidai mtume, ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى, na anadai kwamba أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ni Mungu, ndiye Allah. فبلغ ذلك أمير المؤمنين, hilo likamfikia أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, فدعاه علي akamwita, وسأله فأقر بذلك, علي كموليزة يأككيره له وقال نعم أنت هو, وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي. هذا من يلي مثال هذا الكتاب بحار الأنوار، لا مثال فسنديات ليسوما حسيما من السمولية محمد بن قولوين عن سعد عن محمد بن عثمان عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر. هي السند المسألة هاي. سند جديد أسمى أن يسمى محمد بن قولويه عن سعد عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى أن سبب يقتل السند عن علي بن مهديار عن فضالة ابن أيوب الأزدي عن أبان ابن عثمان قال أسمى أبان بن عثمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مسكي أبو عبد الله عليه السلام ونسمع لعن الله عبد الله ابن سبأ، الله أملاني عبد الله ابن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين، فسبب يا ابن سبأ عمداي أولوه وأمير المؤمنين عليه السلام. شكرا لهم بقى مشو ميلزاف، وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا بقى مشو. pia kuna riwaya nyingine ametaja kwa isnadi kutoka kwa Muhammad bin Khalid al-Qayalisi kutoka kwa Ibn Abi Najran kutoka kwa Abdullah amesema qala Abu Abdullah inna ahlu baytin sadiqun, asema Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, sisi ahlu bayti ni watu wa kweli, la nakhlu min kadhabin yakdhibu alaina, lakini hatutengani na waongo wanaotuzulia uongo, yani lazima atakuwepo baina ya watu wanaotufuata watu waongo wanaotuzulia uongo. Wa yusbitu sidqana bikadhibi, kisha akauporomosha ule ukweli wetu kwa sababu ya uongo wake inda nnas, kwa vile kutuzulia uongo sisi ule ukweli wetu kaanguka mbele za watu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqa an-nas lahjatan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli wa kauli, wa asdaqa al-bariyati kulliha, na ni mkweli katika viumbe wote kuliko viumbe wote. Wakana Musailimatu yakdhibu alayhi, na Musailimatu al-kadhab alikuwa akimzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana amirul mu'minina alayhi salam asdaqa man bara Allahu ba'da rasulillah, na alikuwa amirul mu'minina Ali bin Abi Talib ni mkweli miongoni mwa wale walioumbwa na Allah tabaraka wa taala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana alladhi yakdhibu alayhi, na alikuwa yule anamzulia uongo, wa ya'malu fi takdhibi sidqi, na akawa anafanyia kazi katika kusadikisha ukweli wake, wa yaftari ala Allah alkadhib, na akawa anamzulia uongo Allah,
Abdullah ibn Saba au Abdullah ibn Saba, itakuwa habari sana, ni Abdullah ibn Saba. Huyo ndio alikuwa akifanya kazi ya kumzulia, kuzua uongo, kuzua akiwa anasema kwamba eti Ali amesema, kumbe ni maneno yake yeye mwenyewe. وذكر بعض أهل العلم المجلس أو محمد باقر المجلس anaendelea kusema, wametaja baadhi ya wanawachuoni anna Abdullah ibn Saba, kwamba Abdullah ibn Saba kana yahudiyan, alikuwa ni yahudi, fa aslama, akadhihirisha uislamu, wa wala aliyan, na akawa amedhihirisha mapenzi kwa Ali. Wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi fi Yusha bin Nun wasiy Musa bin Ghulub, au fi Yusha bin Nun wasiy Musa bin Ghulub, na alikuwa na hali ya kuwa bado kwenye uyahudi. Wakati alipokuwa bado kwenye uyahudi, alikuwa akimzungumzia Joshua mwana wa Nuni ambaye ni wasii wa Musa, akimzungumzia kwa ghuluu, kwa kuvuka mipaka. Tuko pamoja? Ibn Saba alikuwa kabla ya kusilimu, alipokuwa kwenye uyahudi wake, alikuwa akimzungumzia wasii wa Musa akiitwa Joshua mwana wa Nuni, akimzungumzia kwa ghuluu. Ghuluu maana yake ni kuvuka mipaka, akawa anamnyanyua kuliko daraja yake aliyonayo. Faqala fi islamihi ba'da wafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ali mithla dhalik, akaja akasema katika uislamu wake baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Ali, mfano wa yale aliyosema kuhusu Joshua mwana wa Nun. Wakana anaendelea al-majlis, وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة علي عليه السلام، أو وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة علي عليه السلام، نيني الكل ومانزو aliyetangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali alayhi salam. Zingatini nukta hiyo. Wa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi, na akawa anadhihirisha kujitenga, anadhihirisha uadui kwa wale maadui wa Ali. Ametengeneza kundi fulani kwamba hawa ni maadui wa Ali, alafu akawa anajitenga nao. Wakashafa mukhalifihi, na akawa anawakashifu wenye kumkhalifu. Wa akfarahum, na akawa anawakufurisha. Faminha huna, anasema al-majlis, kuanzia hapa, qala man khalafa shia, ikawa wanasema wale ambao wanawakhalifu Shia, aslu tashayyu'i wal-rafdi ma'khudhun min al-yahudiyya, asili ya ushia umechukuliwa kutoka kwenye uyahudi. Nimeweka full stop. Haya ni maneno yako ndani ya kitabu cha Kishia kinaitwa Biharul Anwar الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تاع الشيخ العالم العلامة محمد باقر المجلسي. katika juzuu ya 25 ukurasa wa 478 mpaka 479. Ni baada ya kusoma maelezo haya ambayo kwenye kitabu hiki, labda Shia waseme sio chetu, lakini baada ya kusoma maelezo haya sikubali kupita hivi hivi, tupite tu alafu tuyaache maneno haya. Ni lazima tuyaingize katika uchambuzi. Nadhani kwa hivyo ndio sawa sawa. Ukiwasoma mashia hawa, mashia pamoja na baadhi ya watu wa ahli sunna